SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Taasisi ya Africa Urban Plan imeendesha semina maalum kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kutoka ndani na nje ya Zanzibar, ikiwa na lengo la kuwajengea uelewa kuhusu umuhimu wa kuwa na miundombinu bora katika miji. Semina hiyo imefanyika katika eneo la Fumba Town na imewakutanisha wanafunzi mbalimbali wanaochukua masomo yanayohusiana na maendeleo ya miji na mipango miji. Akizungumza katika hafla hiyo, mtendaji mkuu wa ofisi ya Rais anayeshughulikia ufuatiliaji na usimamizi wa utendaji serikalini Zanzibar, ndugu Mohamed Hafidh Alfan, amesema kuwa dhumuni kuu la semina hiyo ni kuwapa wanafunzi fursa ya kujifunza kwa vitendo jinsi Zanzibar inavyotekeleza miradi ya miundombinu. Ameeleza kuwa kupitia mafunzo hayo wanafunzi hao wanatarajiwa kuwa mabalozi wazuri wa maarifa watakaporejea katika maeneo yao kwa kushiriki katika kuboresha mipango ya maendeleo ya miji. Ajenda kubwa ni kufikisha ile taswira halisi ya Zanzibar kwa wageni wetu, sababu kama mnavyoelewa wengi wa hawa wanafunzi wanatoka nje ya Zanzibar na wamekuja moja kwa moja, wamekuja kwenye masomo, wanayaona mengi, wana masuala mengi, lakini hawana pa kuuliza. Kwa hivyo leo ilikuwa ni fursa ya kuwafanya wao kuwa mabalozi wetu, wataporudi katika nchi zao waje wajifunze Zanzibar kwa yale ambayo mazuri watayaona, na zile kasoro ambazo watazoziona, kwa sababu sisi si wakamilifu, tuna kasoro zetu, watatueleza ili tuzidi kuimarisha na hatimaye kuifanya Zanzibar yetu iwe inavutia zaidi kwa wenyeji na wageni wetu wanapokuja. Mnavyojua Zanzibar ni njema atakaye aje. Moja ya kasoro kubwa ambayo hata sisi wenyewe tunaishuhudia sasa hivi ni kwamba tayari kutokana na uoni wa Mheshimiwa Rais, mabarabara yanajengwa na yanavutia, airport zinavutia, lakini bado majumba ambayo yako pembeni ya barabara hayaendani na standard ya zile infrastructure zetu. Swala ambalo tayari nalo limeshapangiwa mipango yake, ndio ile majukumu ambayo taasisi zetu za Zanzibar Social Security Fund, Zanzibar Housing Corporation pamoja na taasisi nyingine za sekta binafsi zinafanya sasa hivi za kujenga nyumba za kisasa kwa ajili ya makazi ya wananchi. Miundombinu yetu bado inahitaji kuimarishwa zaidi, hasa kwenye suala la maji, kupata njia zake sahihi za kuweza kufika, kuepusha maafa katika mitaa yetu. Tumekuwa tukishuhudia kwamba hata yale maeneo ambayo zamani yalikuwa hayajai maji, sasa hivi barabara zikijengwa zinakuwa juu, nyumba zinakuwa chini, kwa hivyo maji yanaathiri. Ni jambo ambalo serikali nalo inalifanyia kazi ili hatimaye tuweze kukabiliana na changamoto hizo. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Curtis Lohate amesema kuwa changamoto kubwa inayokabili miji mingi kwa sasa ni ukosefu wa miundombinu bora ya maji ya mvua, hali inayosababisha athari kwa wananchi hususan wakati wa mvua kubwa. As the name suggests, the Africa Urban Lab, we focus on really rapid urbanization that's unfolding across the continent over the next several decades. Africa is set to add almost 1 billion people to its cities, and it's doing so at low levels of capacity. So it's going to be a challenge if we don't come up with innovative urban policies, and that's what the lab is focused on. In particular, our areas of activity cover 3 different areas. One is education and training. That's where this diploma program that we're currently hosting here in Fumba Town, Zanzibar, kicks in. The second thing that we're focused on is research. So we are hosted at a university. We do conduct frontier urban research on various challenges and opportunities when it comes to urbanization. And then the third, and importantly, is policy implementation. So we do actually work with and embed ourselves with and partner with some city and subnational governments to actually implement cost-effective urban policies. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika semina hiyo wameeleza kufurahishwa na mafunzo hayo, wakisema yamewapa uelewa mpana ambao utawasaidia katika masomo yao pamoja na kuyatumia maarifa hayo kwa vitendo baada ya kuhitimu. Najifunza, kwa mfano tumejifunza mambo ya jinsi ya kutengeneza projects ambazo zinaweza zikafanyika kwenye miji yetu, na kama tunavyojua kwamba Tanzania hatuna pesa, serikali yetu haina pesa. Kwa hiyo kujifunza sisi jinsi ya kutafuta pesa kutoka kwa donors au kwa funders ni kitu ambacho tutaenda kuapply kwenye institutions zetu ambazo tunatoka.
Pia tuko wanafunzi 50 kutoka nchi 15. Kwa hiyo hii ni fursa ya kunetwork, kukutana, kupata fursa za kufanya nao kazi probably in the future. Matarajio yangu ni kutumia ambacho nimejifunza kwenda kwenye institution yangu mimi ambayo ni Ardhi University. Kwa hiyo nategemea ninavyoenda kufundisha wanafunzi wangu application ya vitu. Kwa mfano nimefundishwa jinsi ya kupata pesa kutoka kwa funders. Kwa hiyo ninategemea ninavyoenda kufundisha wanafunzi jinsi ya kutengeneza projects za mipango miji, nitaenda pia kuwafundisha ni jinsi gani wanaweza wakapata pesa ambazo watatumia kwenye kufanya zile projects zionekane kwenye ardhi. Kwa hiyo kama maafisa mipango miji walivyo city managers, so tunategemea pia waonyeshe vitu ambavyo vitaonekana kwenye ardhi. Matarajio yangu baada ya kushiriki mafunzo yale, ninategemea kwamba tutakuwa wadau wazuri wa kuzi-implement zile lesson tulizozipata pale, hususan Zanzibar hapa. Tulipata lesson kuhusu miundombinu iliyopo Zanzibar. Tutahakikisha kwamba tutakuwa miongoni mwa wadau ambao kuwa watasababisha kubadilika kutoka kwenye miundombinu ambayo kuwa ni mibovu kwenda katika miundombinu ambayo kuwa iko sawa. Hii program imenisaidia kwa kuongeza uelewa zaidi kwenye mambo ya ardhi, kwa sababu chuo nachofundisha sana mambo ya mipango miji. Kwa hiyo nimeona kuna umuhimu kwamba tunaweza tukacollaborate kati watu wa mipango miji na watu wa uchumi. Kwa hiyo inaweza nikasaidia kuniconnect na watu ambao unafanya nao kazi zaidi, hata kufanya zile collaborations za research kwa pamoja inakuwa kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo inaniongezea scope kujua jinsi gani kama mchumi naweza nikaingia kwenye masuala ya mipango miji, jinsi gani kama mchumi naweza kuingia kwenye mambo ya urban finance ambayo tumekuwa ni course tunaisoma throughout tulipokuwa hapa. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho pia kinani equip kwa na extra knowledge au kwa na uelewa wa ziada zaidi katika mambo mbalimbali katika uhusiano zima na swala zima la mipango miji kama mchumi, kama tunatakiwa kwamba kama ni mchumi anatakiwa ni collaborate nao watu shirikiana nao kwa pamoja, iko na kitu ambacho kinakuwa ni kizuri zaidi katika kuhakikisha ubora wa miji yetu na ukuaji wa miji yetu unakuwa mzuri katika njia inayohitajika. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.